Karibu tena. Leo tunaingia undani wa mada, yaani mada nzito na ya kuvutia kweli kweli. Ni mada ambayo imewashughulisha wanadamu kwa maelfu ya miaka. Nini hasa kinatokea baada ya maisha haya? Hasa leo tunaangalia dhana ya mbingu au pepo katika dini mbili kubwa duniani, Ukristo na Uislamu. Na sio kuangalia juu juu tu, unajua. Vyanzo tulivyo navyo vinatupeleka ndani kabisa. Vinasema kwamba jinsi dini inavyoelezea maisha ya baadaye, inafunua kila kitu. Kila kitu. Kila kitu kuhusu jinsi inavyomwona Mungu, mwanadamu na hata maana ya maisha yenyewe hapa duniani. Kabisa. Na chanzo chetu kikuu hapa ni chapisho la kitaaluma lenye kichwa Mbingu katika Ukristo na Uislamu. Na hoja yake ni kali sana. Ni kali kweli. Inasema tofauti tunazoziona kati ya picha hizi mbili za maisha ya baadaye sio tu sema kuhusu mapambo. Kweli. Sio kama rangi ya kuta au aina ya muziki hasa. Bali ni tofauti za msingi zinazogusa, yani kiini hasa cha imani zote mbili. Hiyo ndio hoja hasa. Yaani, mwandishi anadai kwamba hatuzungumzii tu ladha tofauti za ice cream. Sawa. Bali tunazungumzia vyakula viwili tofauti kabisa, vyenye malengo tofauti kabisa kwa ajili ya afya yako. Basi, hebu tuanzie hapo. Kwa nini maono haya ya maisha ya baadaye ni muhimu kiasi hicho? Mtu anaweza kusema, hayo ni mambo ya kufikirika tu, yajayo baadaye sana. Hilo ni swali la msingi na mwandishi analijibu moja kwa moja. Anasema mafundisho ya dini kuhusu mbingu, neno la kitaalamu ni eskatolojia, ni kama kioo. Kioo? Kioo kinachoonyesha sura halisi ya imani hiyo. Kinafunua mambo manne ya msingi. Kwanza, Mungu ni nani hasa? Pili, mwanadamu ni nani na tatizo lake la msingi ni lipi? Tatu, wokovu unamaanisha nini hasa? Na nne, ulimwengu wote uliumbwa kwa kusudi gani? Kumbe, kwa hiyo sio tu swala la kupata zawadi nzuri mwisho wa mbio, ni kuhusu kuelewa mbio zenyewe zilikuwa za nini tangu mwanzo. Hapo umepata. Mwandishi anatumia neno la Kigiriki telos. Fikiria kama lengo la mwisho. Lengo la mwisho kabisa. Kama kwenye mchezo wa video, sio tu pointi unazokusanya njiani, ni lile lengo kuu linaloupa mchezo wote maana. Anasema mbingu ndiyo telos ya maisha ya mwanadamu. Sawa. Kwa hiyo kama una maono mawili yanayopingana kuhusu telos hiyo, basi kwa hakika una maelezo mawili yanayopingana kuhusu mchezo wenyewe. Sisi ni nani na sheria zinatoka kwa nani? Hiyo inaleta mantiki kabisa. Basi hebu tuingie kwenye maelezo yenyewe. Tuanze na mtazamo wa Kikristo kama unavyoelezwa kwenye vyanzo vyetu. Nimepata hisia kuwa kiini cha yote ni Mungu mwenyewe. Ndiyo, neno la kitaalamu ni theocentric, yani inayomlenga Mungu. Katika theolojia ya Kikristo, kiini cha mbingu si starehe unazopewa. Sio vitu. Sio vitu, ni uwepo wa Mungu mwenyewe, moja kwa moja. Mwandishi ananukuu mistari kama Ufunuo 21 mstari wa 3, tazama maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Na muhimu zaidi, Ufunuo 22 mstari wa 4, nao watamuona uso wake. Hiyo dhana ya kumuona uso wa Mungu, hilo ni wazo kubwa sana. Ni zaidi ya kumuona kwa macho, sivyo? Ni zaidi sana. Katika mapokeo ya Kikristo, furaha kuu ya mbingu inaitwa beatific vision. Beatific vision. Tunaweza kuitafsiri kama maono yanayotakatifuza au ushirika kamili na Mungu. Wanafalsafa wakubwa kama Augustine na Thomas Aquinas walifundisha kwamba roho ya mwanadamu ina kiu isiyozimika. Sawa. Na kiu hiyo inaweza kutoshelezwa tu na Mungu mwenyewe, sio na vitu wanavyotoa. Kwa hiyo ni kama kusema furaha yenyewe si kupata zawadi kutoka kwa Mungu, bali ni kumwangalia Mungu mwenyewe. Hiyo ndiyo zawadi kuu. Kumbe hapo umepata kabisa. Mungu ndiye zawadi. Vitu vingine vyote, uzuri, amani, upendo, vinakuwa ni matokeo tu ya kuwa katika uwepo wake. Yeye ndiye chanzo. Yeye ndiye chanzo, si mtoeji tu wa vitu vizuri. Sawa. Sasa hapa ndipo mambo yanapoanza kuvutia zaidi kwangu. Vipi kuhusu mwili? Watu wengi wanafikiri mbingu ni mahali pa roho zinazoelea hewani kama mawingu.
lakini chapisho hili linasema sivyo kabisa. Na hili ni jambo muhimu sana ambalo unajua mara nyingi alieleweki vizuri. Ukristo unasisitiza sana juu ya ufufuo wa mwili, lakini Kuna lakini. na hili lakini ni kubwa. Mwili unaofufuliwa umebadilishwa na kutukuzwa. Si mwili huu tulionao sasa na udhaifu wake wote, magonjwa na uzee. Mwandishi anatumia nukuu kutoka 1 Korinto 15:44. Hupandwa mwili wa asili, hufufuliwa mwili wa kiroho. Mwili wa kiroho. Hilo neno linaweza kuwachanganya wengi. Unamaanisha nini hasa? Ni mwili halisi au ni kitu kama mzimu? Ni mwili halisi kabisa, lakini unaendeshwa na roho, sio tena na tamaa za kimwili. Fikiria hivi, mwili wetu wa sasa ni kama gari la zamani, linapata hitilafu, linahitaji mafuta. Wakati mwingine linakataa kuwaka. Kabisa. Mwili wa kiroho ni kama gari la kisasa, la Formula 1, limeundwa kikamilifu kwa ajili ya kazi yake. Katika kisa hiki, kazi ya kuishi katika uwepo wa Mungu bila kizuizi. Mwili unakamilishwa na kuponywa. Sio kwamba unaendelea na matamanio yake ya kidunia. Hasa, hapo ndipo kwenye hoja. Sawa, nimeelewa hoja ya mwili wa kiroho, lakini kwa mtu wa kawaida, wazo la kwamba ndoa haitakuwepo linaweza kuwa gumu kumeza. Chanzo kinaeleza kwa nini taasisi hiyo muhimu inakoma. Inaonekana kama hasara. Hilo ni swali zuri sana na linaenda moja kwa moja kwenye kiini cha theolojia hii. Yesu mwenyewe anajibu hili, kama ilivyonukuliwa katika Mathayo 22:30. Katika ufufuo, hawaoli wala hawaolewi, bali huwa kama malaika mbinguni. Sawa, lakini hiyo haimaanishi tunakuwa malaika, sivyo? La hasha, haimaanishi tunakuwa malaika. Mwandishi anafafanua kwamba inamaanisha taasisi za kidunia zinazohusiana na kuendeleza kizazi na kukabiliana na vifo kama ndoa zinakuwa hazina umuhimu tena, zimefikia ukomo wa lengo lake. Kwa hiyo upendo na uhusiano wa kina kati ya watu nao unakoma. Hilo ndilo linalowatia watu wengi wasiwasi. Kinyume chake, mtazamo wa mwandishi ni kwamba upendo haukomi, bali unakamilishwa. Tamaa haifutwi, bali inageuzwa na kuponywa. Inaponywa. Upendo ule wa kina ambao mume na mke wanashirikiana duniani, ambao ni ishara tu ya upendo mkuu zaidi, sasa unaelekezwa kikamilifu kwa chanzo cha upendo wote, Kwa Mungu. kwa Mungu. Ni kama vile mto unaotiririka na hatimaye unafika baharini. Haukomi, bali unaungana na chanzo chake kikuu. Hapo kwenye swala la tamaa, kuponywajwa na ndoa, kuvukwajwa, ndipo tofauti kubwa zinaanza kujitokeza nionavyo. Sasa je, upande wa pili wa mjadala wetu katika Uislamu, vyanzo vyetu vinaelezeaje swala hili la mwili na starehe zake huko peponi au janna? Hapo ndipo tunaona picha tofauti kabisa. Kulingana na uchambuzi wa Kanzo Chetu, janna inaelezwa kimsingi kama thawabu na malipo. Thawabu na malipo. Ndiyo, kwa utiifu na matendo mema hapa duniani. Maelezo yanayopatikana katika Qur'ani, kwa mfano katika sura ya 56 Al-Waqi'a na 76 Al-Insan, yanakazia sana starehe za kimwili na za kihisia. Toa mifano michache, inasikikaje? Maelezo yanajenga picha ya bustani zenye mito inayotiririka chini yake, vivuli vizuri vya kupumzika, matunda yanayopatikana kwa urahisi. Mavazi ya hariri na vikombe vya dhahabu. Yaani, lengo kama anavyoeleza mwandishi liko zaidi juu ya vitu ambavyo Mungu anatoa kama malipo. Badala ya Mungu mwenyewe kuwa ndio thawabu. Kabisa. Ni msisitizo kwenye neema ya Mungu inayoonekana katika vitu vinavyofurahisha hisia. Na vipi kuhusu mwili katika maelezo haya? Je, nao umebadilishwa kama katika Ukristo? Hapa kuna tofauti nyingine ya msingi. Maelezo ya jadi ya Kiislamu, kama yanavyochambuliwa kwenye chapisho hili, yanaonyesha maisha ya baadaye kama mwendelezo ulioboreshwa. Mwendelezo ulioboreshwa. Wa maisha ya kimwili na kihisia. Kula, kunywa na starehe nyingine za kimwili zinaendelea, lakini kwa kiwango cha juu zaidi na bila matokeo mabaya kama uchovu, haja au magonjwa. Kwa hiyo si mabadiliko ya kimsingi. Sio mabadiliko ya kimsingi, bali ni ukamilifu
na mwendelezo wa kile kilichokuwa kizuri duniani. Na hili linahusisha mahusiano ya kimwili pia. Ndiyo. Chapisho linataja kwa umakini wa kitaaluma kwamba utimilifu wa kingono una nafasi ya kati katika maelezo mengi ya jadi ya peponi. Inataja kuwa Qur'an na hadithi zinaeleza masahaba wanaojulikana kama huri na starehe za kimwili za milele kama sehemu ya thawabu kwa waumini wa kiume. Sawa. Hoja kuu ambayo mwandishi anaiweka hapa ni hii: tofauti na mtazamo wa Kikristo tulioujadili, tamaa haivukwi wala haiponywi, bali inatoshelezwa daima kwa njia halali na isiyo na mwisho. Na kuna kipengele kingine kilichotajwa kuhusu muundo wa peponi, kwamba si wote wako katika hali sawa. Ni kweli. Hicho ni kipengele kingine muhimu. Pepo inaelezwa kuwa na madaraja na hadhi tofauti. Viwango vingi. Hadhi ya mtu inategemea matendo yake na imani yake hapa duniani. Wale wenye matendo bora zaidi wanapata hadhi ya juu zaidi na starehe bora zaidi. Pia, kuna maelezo kuhusu watumishi wa milele wanaowahudumia waliobarikiwa. Kwa hiyo, ni kama mfumo wa points kidogo. Kadiri unavyofanya vizuri na kuwa mtiifu, ndivyo unavyopata daraja la juu na thawabu kubwa zaidi. Ndivyo mwandishi anavyoelezea, kwamba inafanya kazi kama mfumo kamili wa malipo ya kimaadili, ambapo kila mtu analipwa sawa sawa na alivyofanya kazi. Sawa. Baada ya kuona yote haya, naona picha inaanza kuwa wazi. Lakini ni tofauti sana na nilivyodhani. Yaani, si swala la bustani nzuri dhidi ya kuona uso wa Mungu tu, sivyo? Hapa kuna kitu kikubwa zaidi kinaendelea. Kikubwa zaidi. Na hapo ndipo tunapofika kwenye kiini hasa cha hoja ya mwandishi. Anachosema ni kwamba hizi mbingu mbili tofauti zinajibu swali moja, lakini kwa majibu tofauti kabisa. Mwanadamu ana tatizo gani la msingi? Ngoja kidogo. Ili ni wazo zito. Unamaanisha jinsi unavyoelezea suluhisho, yaani mbingu, inaonyesha jinsi unavyoelewa tatizo lenyewe? Hasa. Hapo umenipata. Kwa upande wa Ukristo, kama tulivyoona, tatizo la msingi ni tamaa iliyopotoka, kumpenda kiumbe kuliko Muumba. Ni ugonjwa wa moyo. Sawa. Kwa hiyo, wokovu ni mchakato wa kuponya na kuelekeza upya tamaa hiyo kwa Mungu. Mbingu, basi, inakuwa ni ukamilisho wa uponyaji huo. Umepona kabisa. Umepona kabisa na unaweza kumpenda Mungu kikamilifu. Na kwa upande wa Uislamu, kama unavyoelezwa na chanzo, Kwa upande wa Uislamu, kama chapisho linavyoeleza, tatizo si tamaa yenyewe, bali ni kutoidhibiti kulingana na sheria za Mungu. Tamaa ni sehemu ya maumbile yetu. Kinachotakiwa ni kuidhibiti na kuielekeza katika njia halali. Kwa hiyo, pepo inakuwa ni thawabu kwa udhibiti wenye mafanikio. Ni utoshelevu halali na wa milele wa tamaa zile zile ambazo zilidhibitiwa kwa utiifu hapa duniani. Okay, sasa chanzo kinasema wokovu wa kushiriki dhidi ya wokovu wa kulipa fidia. Hiyo inaweza kuwa ngumu kidogo. Unaweza kunipa mfano rahisi? Ni kama tofauti ya kuwa mshirika katika kampuni dhidi ya kuwa mfanyakazi anayepokea bonus. Mfano mzuri sana. Ni hasa hivyo. Katika mtazamo wa Kikristo, wokovu ni wa kushiriki. Unakuwa sehemu ya familia, mshirika katika biashara ya uungu. Mwandishi ananukuu 2 Petro 1:4, mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu. Lengo ni muungano. Muungano? Na kwa upande mwingine, mtazamo wa Kiislamu unaelezewa kama wa kulipa fidia au malipo. Wewe ni mfanyakazi mwaminifu na mwisho wa mwaka unapokea bonasi kubwa sana kulingana na utendaji wako. Kwa hiyo lengo ni malipo? Lengo ni malipo. Si tofauti ya kiwango, bali ni tofauti kabisa ya aina ya uhusiano. Basi, tunapofikia mwisho wa uchambuzi huu, hoja kuu ya chapisho hili ni ipi hasa? Mwandishi anataka tuondoke na nini? Hoja yake kuu iliyojengwa hatua kwa hatua ni kwamba mitazamo hii miwili haielezei tu mbingu kwa namna tofauti. Inaelezea malengo mawili tofauti kabisa kwa ajili ya ubinadamu. Malengo mawili tofauti kabisa. Kabisa. Kwa upande mmoja, kuna lengo la mabadiliko ya ndani, utakatifu na muungano na Mungu. Hapo tamaa za kidunia zinavukwa na kuponywa. Kwa upande mwingine, kuna lengo la thawabu, starehe na utoshelevu wa kudumu wa tamaa za kimwili ambazo zilidhibitiwa vizuri. Kwa hiyo, mwandishi anafungaje mjadala huu? Anahitimishaje kutokana na tofauti hizi kubwa? Anahitimisha kwa hoja ya kithiolojia, na ni hoja nzito kweli. Anasema kwamba Mungu mmoja,
mkweli na thabiti, hawezi kufunua malengo mawili yanayokinzana na kujitenga kusudi kuu la uumbaji wake. Unamaanisha hawezi kusema vitu viwili tofauti? Yaani, haiwezekani Mungu aseme kwa kundi moja kwamba lengo kuu ni kumjua na kuungana naye pekee, na kisha kwa kundi lingine aseme lengo kuu ni kufurahia viumbe vyake kama thawabu kuu. Sawa. Kwa hiyo mwandishi anatumia tofauti hii ya kimsingi katika telos kama ushahidi kwamba kwa mtazamo wake Ukristo na Uislamu haviwezi kuwa vimetoka kwenye chanzo kimoja cha ufunuo wa kimungu. Hiyo ni hoja nzito na ya moja kwa moja, na ni muhimu tukumbuke kuwa hili ni hitimisho la mwandishi wa chanzo chetu kulingana na uchambuzi wake wa maandiko na mapokeo. Kabisa. Jukumu letu hapa limekuwa ni kuelewa na kuwasilisha hoja hiyo kama ilivyo. Ni muhimu sana kusisitiza hilo. Tumekuwa tukichambua hoja ya chanzo kimoja, si kutoa hukumu. Kwa hakika, tumekupa mukhtasari wa kina wa hoja na ulinganisho kama ulivyowasilishwa katika vyanzo vyetu leo. Tumechambua tofauti za msingi katika theolojia, uelewa wa mwanadamu na dhana ya uokovu. Ni uchambuzi unaoonyesha wazi jinsi imani yetu kuhusu mwisho inavyoweza kuathiri kila kitu kuhusu jinsi tunavyoishi, tunavyopenda na tunavyoamini hivi sasa. Na tunakuacha na wazo hili la kutafakari. Ukiondoa hoja ya kitheolojia kuhusu chanzo kimoja cha kimungu, jiulize swali hili. Je, maono ambayo jamii yako au hata wewe binafsi unayo kuhusu paradiso au maisha bora ya mwisho, hata kama ni ya kidunia, yanakuambia nini kuhusu thamani zako za ndani kabisa, hofu zako na matumaini yako hapa na sasa?